siku moja haikosei. Mungu anapotabiri jambo lake linaenda kama lilivyo, na jinsi lilivyotabiriwa lilitokea. Lakini najua kwamba hamu yako kubwa sana, unataka ujue huyu mnyama ambaye ni wa ajabu, wa kutisha, ambaye hata nabii mwenyewe ameshindwa kumweleza. Hawa wengine amewaeleza, akasema nilimwona kama simba, nilimwona mwingine kama dubu, nikamwona mwingine kama chui, lakini wanne anasema huyu ni wa kutisha sana. Sikiliza mstari wa 7 katika Danieli sura ya 7. Anasema, baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wa nne, mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi. Sikiliza sifa zake. Sifa ya kwanza, yeye ni wa mwisho, yani wa nne katika wale. Sifa ya pili, anatisha. Sifa ya tatu, ana nguvu. Sifa ya nne, ana uwezo mwingi. Hey. Tena anasema huyu ni wa kutisha. Sikiliza Biblia inavyosema. Anasema huyu naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana, alikula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Hebu tuende vizuri. Kama umefuatilia vizuri sura ya pili ya Danieli kuhusu ile sanamu ambayo ilikuwa imejaa aina fulani ya madini tofauti tofauti, tuliona kabisa utawala wa 4 katika ile sanamu ulikuwa ni utawala ambao ulikuwa wa chuma, na tukaona unabii ulituonyesha kabisa utawala wa chuma huu ulikuwa ni utawala wa Kirumi. Ndiyo maana hata katika sura ya 7 ya Danieli unakuta huyu mnyama wa mwisho anakuwa na meno ya chuma, sawasawa na katika sura ya pili ya Danieli ambapo ile sanamu miguu yake ya chuma, utawala wa Rumi. Kwa hiyo tunapewa sasa utawala wa Kirumi kwa upana wake zaidi. Sikiliza, utawala wa Rumi huu ulitawala mwaka wa 168 mara baada ya kuanguka utawala wa Kiyunani. Ulienda mpaka mwaka wa 476 baada ya Kristo. Na kama umefuatilia vizuri tangu mwanzo, nimekuwa nikirudia kauli hii ya kwamba hata Yesu mwenyewe alizaliwa wakati wa utawala wa Kirumi. Ndio ambao walikuwa wanashikilia wakati ule. Walikuwa na nguvu, walikuwa na uwezo, walikuwa na nguvu za ajabu, kama vile Biblia ilivyosema kwamba ana uwezo wa ajabu, lakini ana sura tofauti, anatisha. Sikiliza fungu la 24 katika Danieli sura ya 7, anasema, na habari za zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10. Sikiliza, hebu tuangalie kwamba kweli Rumi ilipotawala, je, kulikuwa na wafalme 10?